Jinsi ya kutumia muda wa kusubiri matokeo kwa manufaa. Umemaliza kidato cha 6. Sasa ni kipindi cha kusubiri matokeo. Hii ni hatua kubwa kwenye maisha yako, lakini wengi huipoteza bila mpango. Leo Jack Media TZ tunakuletea mbinu 6 za kutumia muda huu kwa faida zako binafsi, kielimu, kiakili na hata kijamii. 1. Endelea kujifunza. Usifikirie kuwa masomo huisha baada ya mitihani. Muda huu unaweza kujiandaa kwa maisha ya chuo au kazi. Soma vitabu vya maendeleo yako binafsi kama vile Rich Dad Poor Dad au 7 Habits of Highly Effective People. Vitakujenga katika fikra na maamuzi ya baadaye. Jifunze online. Kuna website kama Coursera, edX na YouTube ambazo zinakufundisha kila kitu kutoka IT, lugha hadi ujasiriamali. Tazama documentary za kielimu. Badala ya kukaa na movie tu, tazama documentaries kuhusu sayansi, historia au maendeleo ya jamii. 2. Kuza stadi zako. Huu ni muda wa kujifunza vitu vipya nje ya darasa. Kompyuta. Jifunze Microsoft Office, Canva kwa design na hata video editing. Utavihitaji chuoni na kazini. Digital skills. Leo dunia inahitaji watu wanaojua social media management, content creation, coding. Unaweza kuanza kwa apps rahisi. Talanta zako. Una kipaji cha kuimba, kuchora, kuandika? Anza kukikuza. Talanta inaweza kuwa chanzo cha kipato na jina lako. 3. Jitunze kiafya na kiakili. Kipindi hiki cha kusubiri kinaweza kukuletea wasiwasi. Hivyo, fanya mazoezi. Mazoezi huondoa stresi, huimarisha usingizi na hukupa nguvu mpya ya siku. Jifunze kutafakari au meditation. Tafuta dakika 10 kila asubuhi kutulia na kufikiri mustakabali wa maisha yako. Kula na kulala vizuri. Ulale walau saa 7 hadi 8. Ule mlo kamili. Afya bora ni msingi wa mafanikio. 4. Jiandae na hatua inayofuata. Kama unategemea kwenda chuo, basi anza kujiandaa mapema. Chunguza kozi na vyuo. Angalia TCU na NACTVET, website za vyuo mbalimbali. Soma sifa, gharama na mazingira. Angalia personal statement ya kufutia. Onyesha ndoto zako, uwezo wako na kwa nini unataka hiyo kozi. Andaa CV. Hata kama bado hujapata ajira, weka taarifa zako za elimu, talanta na kazi za kujitolea ulizofanya. CV nzuri huleta nafasi nzuri. 5. Kujitolea na kujenga mtandao. Usikae tu nyumbani. Jitolee kwenye taasisi au mashirika. Hii hukupa uzoefu, mawasiliano na hata barua ya maelezo ya tabia. Hudhuria semina au warsha. Kuna matukio ya bure au ya bei nafuu kuhusu ujasiriamali, sayansi na kadhalika. Ungana na wengine mtandaoni. Jiunge na makundi ya vijana, networking platforms kama LinkedIn. Watu wanaweza kukuinua. Kumbuka, muda huu unaweza kuwa chombo cha kukujenga na kukubomoa. Inategemea jinsi unavyoutumia. Badala ya kulalamika na kupoteza muda, chukua hatua, jenga kesho yako leo. Kama umejifunza kitu, bonyeza like,
share kwa marafiki zako, na usisahau kusubscribe Jack Media TZ. Tunakuandalia mafunzo bora kwa kila hatua ya maisha yako. Tutaonana kwenye video inayofuata.